kuelezea Agano Jipya, na ningependa kuwe na utulivu wa hali ya juu. Bwana asifiwe sana. Fundi mitambo, ningependa kuwe na utulivu, na watoto ningependa kuwe na utulivu, ili watu wapate faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia hii hapa ina maagano mawili. Kuna Agano la Kale. Tunaposema Agano la Kale inamaanisha agano la zamani. Lakini hii Biblia ina Agano Jipya. Maana yake ni agano la sasa ambalo tunalitumia. Lakini hatutumii tu Agano Jipya peke yake, bali tunatumia na Agano la Kale. Ingawa wengi wanasema Biblia ya Agano la zamani au Agano la Kale ilishapitwa na wakati, natamani hizo kelele nisizisikie kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wengi wanasema Biblia ya Agano la Kale ilishakafanyaje? Ilishapitwa na wakati. Kuna wengine hawatumii kabisa Biblia ya Agano la Kale. Lakini Mungu alitumia vitu ambavyo vilikuwa vinaelezea Agano Jipya, kwamba lipo katika Agano Jipya, lakini Yesu Kristo atakuja katika Agano Jipya. Yesu Kristo ameonekana kuwa utimilifu wa Agano la Kale. Agano la Kale watu walimuona Yesu kwa njia ya picha, au manabii walimuona Yesu kama picha, ila hawakumuona Yesu dhahiri. Haleluya. Amen. Kuna kweli ambazo Mungu alitumia. Kweli ya kwanza Mungu alitumia mtu ambaye ni Adamu. Kama vile dhambi ilivyoingia kwa mtu mmoja ambaye ni Adamu, lakini neema na kweli imekuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo Adamu alikuwa akimwakilisha Yesu. Adamu ni mtu wa mavumbi, Yesu ni mtu aliyetoka juu. Yesu Kristo ni mtu aliyetoka juu. Manake ni Adamu aliyetoka wapi? Aliyetoka juu. Adamu wa kwanza alitoka katika mavumbi. Lakini pia kweli inayotumika katika Agano la Kale ni Melkizedeki kama kuhani. Melkizedeki alikuwa ni kuhani wa Salemu, au mfalme wa Salemu, lakini alikuwa ni kuhani mkuu wa Mungu. Na huyu Melkizedeki, ukisoma kile kitabu cha Waebrania sura ile ya 5 mstari wa 6, inaeleza habari za Melkizedeki. Lakini kwa habari ya Adamu, Warumi 5:14, unasoma kwa habari ya Adamu kwamba Adamu ilikuwa ni kielelezo cha Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Biblia ya Agano la Kale haija expire. Ni Biblia ambayo inatumika. Yesu mwenyewe alipokuja aliweza kuwaelezea waliokuwapo katika Agano la Kale, watu maarufu ambao Mungu aliwachagua. Anasema kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, mwana wa Adamu akiinuliwa atawavuta watu wote waje kwake. Nyoka wa shaba alikuwa anamwakilisha Yesu. Nyoka wa shaba alipoinuliwa, ili watu walipomtazama waliweza kupona. Yesu aliposulubiwa, watu wanapoutazama msalaba wanapona. Nyoka wa shaba alikuwa akimwakilisha Yesu katika maisha yetu ya sasa. Haleluya. Nyoka
nyoka wa moto waliwauma wana wa Israeli kule jangwani. Kwa walivyojisi walivyokuwa na wauma, watu walikuwa wanakufa. Kwa Mungu akasema mtengeneze nyoka wa shaba umuinue, ili mtu anapomtazama aweze kupona. Na katika maisha yetu watu wengi wameharibiwa na dhambi. Wanapotazama msalaba na ukombozi wa Yesu ambaye aliinuliwa msalabani, anapona. Naeleweka? Kipindi cha zamani kule jangwani, wakati kanisa la Musa linasafiri kutoka Misri kwenda Kanaani, walikutana na majaribu njiani. Walikutana na nyoka waliowauma na kuwaua. Kwa Mungu akasema mtengeneze nyoka wa shaba ili watu wakimtazama waweze kupona. Na maisha yetu haya tulio nayo, Yesu alitokea kwa mfano wa nyoka wa shaba. Ndiyo maana anasema kama vile Musa alivyomuinua kule nyoka jangwani, mwana wa Adamu akiinuliwa atawavuta wote waje kwake. Haleluya, haleluya. Wewe umevutwa unapomtazama Yesu. Ni mfano wa nyoka yule wa shaba, lakini Yesu alipotokea akawa kamili. Yeye siyo nyoka tena, bali ni Yesu mkombozi, Yesu mwokozi. Amen. Mnanipata wana wa Mungu? Amen. Kwa hiyo Mungu alitumia mtu, alimtumia Melkizedeki kama kuhani. Yesu ni mfano wa Melkizedeki, kuhani wa Mungu, lakini alimtumia Haruni. Haruni ndiye aliyekuwa kuhani wa kwanza kule jangwani katika hema ya kukutania. Hapa ninaeleweka? Amen. Nataka uelewe Agano la Kale. Agano la Kale tunalitumia hata sasa. Kwa Yesu alikuwepo katika Agano la Kale kama picha, ila watu hawakuweza kutambua. Kuna mahali Yesu anaonekana kama mkate. Ile mana ilikuwa inamwakilisha Yesu. Anasema baba zenu walikula mana jangwani wakafa, lakini mimi ndiyo ule mkate ushukao kutoka juu. Haleluya. Amen. Baba zenu walikula ile mana jangwani wakafa, ila mimi ndiye mkate ushukao kutoka juu. Anilaye mimi, haleluya, anao uzima. Yesu ndiye chakula cha nini? Cha uzima. Haleluya, haleluya. Kule jangwani waliona ni mkate wa mana, na ndio maana kwenye kalamu ya mwisho Yesu na wanafunzi wake anasema huu ndio mwili wangu. Wakati anautoa ule mwili, hakuutoa mwili kama mwili wa damu, alitoa mfano wa mkate, ila anasema mkate ndio mwili wangu. Haleluya. Huu ndio mwili wangu. Lakini pia Yesu anasema kama vile Yona alivyokuwa katika tumbo la nyangumi kwa muda wa siku ngapi? 3. Ndivyo mwana wa Adamu atakuwa katika moyo wa nchi kwa muda wa siku ngapi? 3. Manake Yona kwenye tumbo la nyangumi alikuwa anamwakilisha Yesu katika Agano Jipya. Wangapi wameelewa? Nikikuuliza swali utajibu. Bwana sio sana. Yesu anasema hivi, kama vile Yona alivyokuwa kwenye tumbo la samaki kwa muda wa siku 3, mwana wa Adamu atakuwa katika moyo wa nchi kwa muda wa siku ngapi? 3. Kwa hiyo Yona alikuwa ni mfano wa Yesu katika Agano la Kale, lakini katika Agano Jipya Yesu mwenyewe anajidhihirisha. Haleluya. Anatimiliza unabii wa Yona. Unabii wa Yona. Yona alikuwa kwenye tumbo la samaki
siku 3 mchana na usiku. Kuna mmoja aliniambia jana, akasema mimi Biblia Agano la Kale mimi situmii kabisa. Wengine wanasema hivi, hata zaka zilitolewa Agano la Kale, lakini sasa hivi kumtolea Mungu, hakuna haja kumtolea Mungu sadaka. Jamani, tumtolee Mungu sadaka tusimtolee? Au zimeishia Agano la Kale? Bwana siwe sana. Haleluya. Amen. Labda sadaka zimeishia Agano la Kale. Mungu anataka uijue kweli ya Mungu ili uweze kufahamu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna matukio ambayo Mungu aliyatenda toka zamani za kale. Tukio la kwanza, kuwatoa wana wa Israeli katika utumwa. Wana wa Israeli walitoka katika utumwa. Tukio ambalo lilitendeka, Mungu akamwambia Musa, chinja mwana kondoo ili utoke kwenye utumwa. Chinja nini? Mwana kondoo, na utakapochinja damu yake iweke kwenye miimo ya milango. Kwa wakachinja mwana kondoo usiku ule. Walipochinja ndipo ukombozi unapotokea, au ndipo Pasaka inapoanzia. Neno Pasaka ni Passover, manake pita juu. Ndio neno ya Pasaka. Pasaka manake pita juu. Malaika alipokuwa anakuja kuharibu au kuua wazao wa kwanza,